Tumeziona nguvu zako, tumeona madhihirisho kwa utukufu wako. Pokea heshima, pokea shukrani katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa ajili ya neno ambalo umeliandaa kwa ajili yetu. Ninakutukuza kwa jina la Yesu. Ninajiweka wakfu mbele ya kiti chako, nitumie vile upendavyo. Zungumza nasi katika jina la Yesu Kristo. Mwalimu mwema, mchungaji mwema, tufundishe, tuelekeze. Tumekuja nyumbani mwako, tumekuja nyumbani mwako, tumekuja zizini mwako, maana wewe ni mchungaji. Umetuandalia chakula, tupe neema ya kula na kushiba katika jina la Yesu Kristo, maana kile ulichokiandaa ni kitakatifu na kinatufaa katika majira haya, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hebu tumshangilie Mungu sana kwa ajili ya Roach Elohim. Hallelujah. Mungu awabariki. Washangilie mpaka watakapofika kwa kazi nzuri. Rababu shantara brekese. Shanderi koria bosika. Kazi yenu ni njema. Mshangilie Mungu kwa ajili yako wewe. Wewe ni wa thamani. Ibada pasipo wewe tungeongea na viti. Hebu mshangilie Mungu wewe ambaye Mungu amekupa neema kufika siku ya leo. Haleluya. Wengine ni wagonjwa lakini tuna afya. Amen. Naomba tukae. Amen. Naona bado wanatengeneza. Amen. Ni wakati mzuri ambao Mungu ametupa siku ya leo. Siku ya 23 ya mwezi wa 3. Ni neema yake na kibali chake kwamba tuko mahali hapa. Tutakuwa na neno, sijajua ni kwa ufupi au ni kwa urefu, lakini tutakuwa na neno. Amen. Naomba uwe tayari kulisikiliza na kupokea kile ambacho Roho Mtakatifu anaongea nasi. Biblia katika Ayubu 14 mstari wa kwanza. Ayubu 14 mstari wa kwanza. Neno linasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi. Ina maana ni siku chache. Amen. Biblia inatuambia mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, ni siku chache. Sasa katika hizo siku chache ambazo Mungu ametupa
tuishi hapa duniani, kuna mambo nitaka tukumbushane. Amen. Namna ya kuishi katika hizi siku chache ambazo Mungu ametupa. Unajua Mungu anaposema siku chache, yamkini ni miaka 100. Maana kwake siku moja ni miaka 1000. Amen. Yamkini ni miaka 600. Bado kwake ni siku chache. Yamkini ni miaka 40, lakini hapana, hata Biblia haijasema. Kwa siku zile ambazo Mungu ametupa kuishi hapa duniani, Mungu anasema ni chache. Sasa kama ni chache, hebu tuzitumie kwa uzuri. Mungu atusaidie tutumie kwa uzuri. Amen. Neno letu la leo ilikuwa ni utangulizi tu, ili tujue kwamba siku zetu ni chache. Kwa hiyo tuwe makini namna tunavyoenenda, kufuatana pia na neno ambalo Mungu anaenda kuongea nasi leo. Naomba tufungue Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Timotheo ni baada ya wa Tesalonike. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Tunaanzia wa 11. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11, lakini hasa ni mstari wa 12. Biblia inasema mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Paulo alikuwa anamwandikia mtoto wake wa kiroho Timotheo. Anamwambia mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mtu awaye yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na ili ndio neno letu la leo. Sasa usije ukasema mbona Timotheo Paulo alikuwa anamwambia Timotheo kama kijana. Neno la Mungu ni kwa rika zote. Wewe ni kijana kwa Yesu. Ili neno ni maisha ya kila siku, na linafaa kwa kutufundisha, kutuonya, kutuadibisha na kututengeneza. Amen. Mtu asiudharau ujana wako. Mtu asiudharau umama wako. Mtu asiudharau utoto wako. Mtu asiudharau uzee wako. Uwe kielelezo. Ina maana utadharaulika pale ambapo hujawa kielelezo, lakini utaheshimika ukiwa kielelezo. Tumezungukwa na watu walioamini na wale wasioamini. Tunaishi na watu ambao hawamjui Mungu. Kwa katika yale maisha ya kila siku tunatakiwa tuwe vielelezo. Pale tunapoishi mitaani mwetu na ndani ya kanisa, katika mwili wa Kristo, tumeambiwa tuwe vielelezo. Mwambie rafiki yako uwe kielelezo. Na ndicho kichwa cha somo letu. Uwe kielelezo. Mwambie na mwingine. Amen. Uwe kielelezo. Kielelezo maana yake ni uwe mfano. Kuna mfano mzuri na mfano mbaya. Sasa Yesu mwenyewe kwanza ni kielelezo chetu. Tunamfuata nyayo zake. Tunafuata yale aliyotufundisha. Jinsi alivyotuelekeza ndivyo tunavyoishi. Kwa hapa ninaongelea kielelezo kizuri ambacho kitakuheshimika, hutadharaulika.
Ina maana ukiwa kielelezo kibaya lazima utadharaulika katika maisha ya kila siku. Uwe mfano mzuri, uwe mfano ulio bora, uwe mfano wa kuigwa. Naelezea kielelezo. Uwe mfano wa kuigwa. Watu wakikutazama wakusome, wakuige, watamani kuishi kama wewe. Watafute wewe ukoje, alafu kile ulicho nacho wakitamanie. Amen. Yani mtu anaangalia huyu mbona ana maisha fulani hivi ya tofauti. Alafu anaangalia siri yake ni nini? Kumbe siri yake ni Yesu. Kwa watakuja kwa huyo Yesu wako kwa jinsi ulivyo kielelezo huko unakoishi. Amen. Kwa hiyo Paulo alikuwa anamwambia kwamba asiwe mfano mbaya, bali awe mfano, awe modo. Si tumewahi sikia kwamba yule ni modo wangu. Yani mimi natamani niwe kama Pastor Precious. Mimi natamani niwe kama Mrs. Nyoni. Yani kila mtu ana mtu wake. Usije ukafikiria labda wewe kwa vile ni kijana, hakuna watu ambao wanakutamania waishi kama wewe kufuatana na tabia ulizonazo. Wengine hawatamani kuishi kama wewe kwa ajili ya tabia zile ulizonazo. Sasa sitaki kabisa kuwa kijana kama yule. Sitaki kabisa kuwa mama kama yule. Amina. Haleluya. Yani watu uwe modo, watu watamani kukufuata. Watu watamani kukusikiliza. Maana unachoongea kinaleta maana. Unavyofanya vinaleta maana. Lakini kama unafanya vinginevyo tofauti na neno, kila mtu atakudharau. Sasa wokovu wa yule mama siutaki. Wokovu wa yule baba siutaki. Kwa Paulo alikuwa anamwambia kwamba Timotheo, maisha yako yasomeke, yawe somo kwa waaminio. Lakini mimi naongeza yawe somo kwa wasioamini pia. Maana hatukai na watu walioamini tu. Tumezungukwa na wingu kubwa zaidi la wasioamini. Kwa sisi ndio tunatakiwa tumuonyeshe Yesu katika haya ambayo Paulo alimwambia Timotheo. Alimwambia mambo 5. Alisema katika maisha ya kila siku unatakiwa uwe mfano kwa wasioamini na waaminio katika nini? Katika usemi. Jambo la kwanza ni katika usemi. Si ndivyo tulivyosoma Katika usemi na katika mwenendo na katika upendo na katika imani na katika usafi. Alimwelekeza mambo 5. Hayo mambo 5 ndio Paulo alitarajia kwamba ili aheshimike Timotheo lazima awe kielelezo katika usemi. Jinsi anavyosema. Na mimi leo nakwambia uwe kielelezo katika usemi. Jinsi unavyosema. Si tumesoma hapo mstari wa 11, uyaagize na ya kuyafundisha. Kwamba watu wasiudharau utu wako, bali uwe kielelezo katika usemi. Katika kusema ni mambo ya msingi katika maisha. Ukiangalia hayo ni tabia za Kikristo. Unasema nini mtu wa Mungu? Mazungumzo yako yanamtukuza Mungu au yanamwaibisha Mungu? Yanakufanya uheshimike au yanakufanya udharaulike? Usemi wako. Unajua katika usemi kuna lugha. Watu tuliookoka tunatakiwa tuwe na matumizi ya lugha nzuri. Amen. Tusiige lugha za duniani. Tunatakiwa tuwe na lugha nzuri. Maana lugha si zinatoka kwenye usemi. Kwa hiyo unakuta mtu yani yeye matusi kwake ni lugha. Hatofautishwi na watu wa dunia wasiomjua Mungu. Usemi wako unasema nini?
unasema nini na majirani zako? Unasema nini na wale waaminio na wale wasioamini? Maneno yako, je, yamekolea munyu? Je, yana watia moyo wale wanayoyasikia, au yanawajeruhi? Maana kwa maneno yetu tunajenga, kwa maneno yetu tunabomoa. Lugha yako ikoje? Lugha za wana wa Mungu zinatakiwa ziwe tofauti na lugha za watu wa duniani. Tusiende kwa mfumo wa dunia ukasema hii ni staili. Nitachukulia tu neno fulani hivi ambalo limekuwa common, liko sivyo yani limekuwa kama kawaida. Amen. Unafika vijana wanalitumia sana. Na watu yani ni neno lakini si ni lugha ambayo tumeiona kama ni lugha ya kawaida. Habari za leo, poa. Umeshindaje? Poa. Tumeacha kusema nzuri. Si ni neno, ni lugha. Imeingia kwenye mfumo, imekuwa kama lugha ya nini? Ya kawaida. Hata watoto wadogo nawaambia Crown ujambo? Poa. Na atakuwa naye anasema poa, maana si amelikuta duniani. Liko duniani na liko kanisani. Jamani, tuwe yani ni kitu cha kawaida lakini kimeingia kwenye mfumo wa wana wa Mungu kama neno la kawaida. Lakini lugha hilo ni zuri. Sijajua alianzisha alikuwa anawaza nini. Poa, kila kitu poa. Anaenda kufanya dhambi, poa. Anaona poa tu. Anamkosea Mungu, anaona poa tu. Ni neno la kawaida, lakini ni lugha ambayo tumeifanya kama tumeihalalisha hata ndani ya kanisa. Haina mabaya lakini sio nzuri sana pia. Maana watoto hawatajua nzuri. Si tuna watu wanatufuata. Hao watoto wadogo hawa hawatajua kama poa. Sijui jamani, labda mnisaidie walimu. Ni neno la Kiswahili ambalo yani linatakiwa kufundishwa kwa walimu. Kuna walimu ndani. Ni neno lipo kwenye nini? Halipo lakini limekuwa kama neno la kawaida. Kwa Biblia inasema tuwe vielelezo katika usemi. Mimi huwa sijawahi kusema kwamba yani hata kama ni usingizini halijawahi kama mdomo. Labda kwa vile ni wa miaka 47. Kwa hiyo tuwe kielelezo katika usemi wetu. Usemi wetu. Naomba tusome Efeso 4:25. Wa Efeso 4:25. Tutaenda vizuri tu, tuna muda mzuri. Efeso 4:25. Naomba, inasema basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha wenzake. Biblia inasema uvueni uongo. Ina maana kuna uongo. Katikati ya walioamini kuna uongo. Na tunauvua uongo kwa vile tunausema. Uongo hatuutendi, si ndio? Tunausema. Tunaupandikiza kwa watu. Unatoka na maneno hapo unamwambia jirani ni uongo. Unapandikiza kwa mwingine jirani unamwambia uongo. Unamwambia mwingine uongo. Alafu ule uongo unaenea, unakuwa donda ndugu. Sasa Biblia inatuambia tuvue uongo. Namba 29 hapo Efeso 4:29. Inasema neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Kwa tunapotakiwa kuwa vielelezo, ina maana lile neno ninalolitoa kwenye kinywa changu liwe jema, liweze kumfaa yule mtu anayesikia.
Kwa ina maana kabla sijasema niangalie, je, hili neno ninapolisema kwa huyu litamfaa, litamponya au litamjeruhi? Unajua kuna mtu anaweza akakwambia neno mpaka ukashangaa kwamba hivi hajawaza kwamba hili neno litanirarua. Si kuna watu wanararua tu. Yaani anasema kama vile anaongea na, yani kama mtu asiye na nyama. Biblia inatuambia tuwe vielelezo katika usemi. Neno lolote lililo ovu lisitoke katika vinywa vyetu. Neno linajenga na kubomoa. Neno linaumiza, neno linaganga. Tusitoe neno ndani ya vinywa vile vilivyotujaa. Saa zingine tunajaa uchungu, tunatoa uchungu, tunaumizana. Kwa wewe uwe kielelezo katika usemi. Kila unachokisema, unasema nini? Je, kinamfaa yule anayesikia? Je, kinamjenga? Hata kama ni umbea, je, unamjenga? Maana umetoka huko ulikotoka unakuja kumwambia mtu uongo. Unamjenga huyo mtu au unamuumiza, unazidi kumtenga na rafiki yako? Sisi hapa ni familia. Usiseme neno ambalo huna uhakika nalo. Kama mtoto wa Mungu. Haya ni maisha ya kila siku. Hakuna siku ambayo hatusemi. Hakuna siku ambayo umenyamaza toka asubuhi. Labda wewe umefunga. Kuna wakati watu wanafunga kuongea. Lakini Mungu ametupa neema ya kuongea kila siku. Tunaongea. Hasa wanawake. Tuna maneno mengi zaidi ya wanaume. Lakini hata wanaume katika hayo maneno machache unaokuta naye na uongo umo. Kwa hiyo neno linapiga kote. Usiseme kitu ambacho hujeki. Namba 31. Hiyo 21. 4:31. Alafu tafuata 5:4. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Uchungu wote, ghadhabu. Ghadhabu ni zile hasira za kupitiliza, za kutaka kuua. Na kelele na matukano. Watu wengine mdomoni wamejaa matusi, lakini wameokoka. Sasa huwezi kuwa kielelezo. Na hasa kwenye familia zetu, tunashinda kwenye familia. Ndani ya familia. Unaongea nini mbele ya watoto? Baba, unaongea nini mbele ya mke wako? Mbele ya watoto. Kuna watu wanaongea maneno mazito kwa mke wake, mpaka watoto hawaelewi kwamba hawa watu wameokoka. Si tunao majumbani. Lakini ni mtu aliyeokoka. Watoto watajifunza nini? Maana hapa tunatakiwa tuwe vielelezo katika familia zetu. Mama, unaongea nini kwa mume wako? Umekosa kitu kidogo tu utapiga kelele, utatoa matusi. Unafanya kazi gani? Hata humu ndani hatuli. Huo mdomo haukuumbwa kusema ovyo. Neno lililo jema litoke katika kinywa chako, liweze kumfaa yule anayelisikia. Neno la Mungu, neno lako likolee munyu. Usilete machafuko kwa mdomo, utashindwa kutengeneza. Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo, lakini kina uharibifu mkubwa sana. Kina uharibifu mkubwa, yani ambao utajuta kwamba hivi kwa nini nilisema. Utawasha moto. Ulimi ni usemi. Amen. Kwa hiyo Mungu anatuita tutengeneze namna tunavyoongea. Tuwe vielelezo katika usemi. Matusi yaondoke kwetu. Amesema vitoke, yani yaondoke. Sasa yataondokaje? Ni wewe utayaondoa. Si ni wewe uliyakaribisha? Maana kwa kujaza neno utajaza, yani utaondoa matusi kwa kujaza neno la Mungu. Kwa kuamua kwamba sitaki kutumia. Je, kwenye nadhani ni hiyo Yakobo. Inasema ndani ya chemchemi moja itatoka uchungu na utamu jamani. Kwa hiyo ndani ya mdomo huo utoke baraka. Ndani ya mdomo huo utoke laana. Tuchunguze midomo yetu. Tuangalie
tujitathmini tunaongea nini. Kuna watu kikutana nao hata kama ulikuwa na furaha unaogopa, maana yani ukikutana naye anakurundikia maneno mpaka unatoka hapo umekuwa hoi, umechoka nafsi. Mimi nakumbuka zamani tu wakati ndio tumetoka kuoana na Prophet. Kuna dada mmoja, huyu ni mtu wangu wa karibu sana, lakini jamani, kwa kila nikikutana naye ana taarifa. Yani nasikiliza nachoka, nikirudi nyumbani nimechoka. Anaambia leo mlikuwa na fulani. Naambia naambia sura tu nimeiona, umechoka. Sasa kawa ananionya. Huyo mtu sio mtu mwema. Kwa nini anakuletea tu taarifa? Sasa mimi nikawa mkaidi. Unajua kuna ule upendo, sio ni huruma. Yaani unaona kwamba mmetoka mbali. Tumetoka mbali, ni mdogo wangu wa siku nyingi, siwezi kutengana naye, nimeshamzoea. Sasa ikaja kitu ambacho Mungu alisema nitakutega hapo. Akaja na taarifa. Kaniletea taarifa. Sasa mimi siwezi kubeba hiyo taarifa. Yaani nikakaa naye. Akamsema mtu ambaye yuko karibu na mimi. Nikasema yaani akasema ndoa ya sijui niwekeje. Yaani alikuja kuniambia huyo, wote walikuwa wadogo zangu. Sasa huyo mdogo wangu mmoja huyo aliolewa na mume. Wametoka tu kuoana. Sasa huyu mleta taarifa akaja kaniambia habari za mume wa huyu, kwamba anafanya hivi 1 2 3, anafuatilia wale wasichana ambao aliwaacha hajawaoa. Sasa mimi lile likaniuma. Nikaenda kwa yule bwana. Nikamwambia si unajua huyu ni mdogo wangu. Kwa nini unafanya 1 2 3? Imekuwaje? Nikamwambia hapana, tena ni taarifa nizo nazo ni za uhakika. So sio nilete. Ni ya uhakika. Kwa hiyo nimekuja. Kwa nini ufanye hivi na wewe ni mtu wa Mungu? Hapana mimi nikamwambia sasa kama hujafanya mimi nimetoa taarifa. Na nani? Nikamwambia huko ulikokuwa unasema ndio huko. Yule bwana kaenda kwa yule binti ambaye alikuwa anasema kwamba anamfuatilia. Yaani Mungu anapotaka kufundisha na kufundisha kwa nguvu. Yaani akamuuliza, naongea habari za kinywa, usemi. Akamuuliza, nikakuta jopo la watu wananifuata. Kuna maneno yametokea. Nikamwambia ndio, nina ujasiri kabisa, si nimeambiwa. Mimi sijui, mbona mimi hajawahi nifuata? Nikamwambia sasa huyu aliyatoa wapi? Maana mimi aliniambia kwamba mlikaa sehemu fulani, nikataja na kule walikokaa, na wewe ulikuwa unalia kwamba huyu mzee anakufuatilia na huko ameoa. Sasa mimi ulitaka nifanye nini? Mimi nimeokoka. Siwezi kusema mdogo wangu apate shida. Kwa nini alikuwa anamuoa wakati baada hajatulia na anataka kuwa na wanawake wengine? Sasa hapana, mimi hakunifuata. Unaona yule dada karuka. Mimi hakunifuata. Sasa mimi nikamwambia kama hayapo basi naomba mnisamehe, lakini mimi nina sosi ambayo imeniletea. Baadaye nikasema utakuwa ujinga. Alivyonifuata yule baba akaniuliza, nikamtaja. Nikamwambia ni fulani aliniletea taarifa na ilikuwa sehemu fulani, walikuwa na fulani. Akasema kumbe. Nikamwambia ndio huyu aliyeniletea mimi. Wewe ningejua mimi mambo ya huko Isanga, huko mimi nakaa Isanga. Akasema okay. Baadaye sasa yameenda, mimi sikusahau, lakini yani baada ya muda huo yule mdada sasa mwenye kuleta taarifa akanifuata. Kumbe wamemfuata. Sasa dada, mimi nilikuwa nakuambia, ambaye ananiambia kwamba sikujua kama wewe utaongea. Nikamwambia vilikuwa vya uongo. Sikujua kama nani. Mimi nilijua unakuambia tu. Nikamwambia tena usirudie kuniambia taarifa za uongo. Maana mimi siwezi ndani ya kanisa vitu vibaya vinaendelea kama hivi alafu nivinyamazie. Sio hapa wakati huko tuko huko. Sio hapa, sio kwamba niletewa hapa. Ni siku nyingi wakati ndio tumetoka kuoana na Prophet. Nikaenda kumsimulia, akasema namshukuru Mungu.
maana ulikuwa hutaki kumwacha. Sasa kupitia hili naamini urafiki umekufa. Nikamwambia kabisa. Maana nimewekwa kitimoto. Sijawahi tangu nikiwa mtoto sijawahi kalishwa vikao. Nikakukumbuka kwamba uliniambia nisionge. Akasema ndio hapo sasa. Na mpaka leo yani nimejiwekea mipaka. Sasa kuna taarifa ambazo huwezi kustahimili, lakini kumbe chanzo chake ni uongo. Tuchunge ndimi zetu. Amen. Sijajua Mungu kwa nini alikuwa ananitenganisha, maana nadhani nilivyofanya ni vizuri kuenda kuulizia, lakini Mungu alikuwa ananiambia kwamba huyu sio rafiki mzuri hata kama unamwamini. Kwa hiyo tuwe waangalifu katika kusema. Naomba tusome Kolosai sura ya 4 na ya 5 hapo kwenye usemi. Unasema nini? Na unasikiliza vitu gani? Maana vile unavyovisikiliza saa zingine ndio vinajaa, unaanza kuvisema. Kolosai 4 mstari wa 5 na wa 6. Enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Namba 6. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Maneno yenu yakolee munyu, tupate kujua jinsi tupasavyo kumjibu mtu. Katika majibu jamani, ninaomba tujitathmini, tujipeleleze. Hata ndani ya kanisa kuna watu wana majibu mabaya. Wana majibu mabaya mpaka unashangaa kwamba huyu ameokoka. Hebu jiangalie wewe. Unapoongea, unapomjibu wengine hata salamu unamsalimia, yani anajibu kama vile unataka kitu kwake. Shalom, shalom. Wewe unakusalimia ni upendo. Kinywa chako, yani ukicheka kwani kuna shida gani? Lakini maneno, kuna watu tuna maneno ya kukatakata. Yani unakatisha, unaongea, Naomba hili neno leo likuchunguze, likubadilishe. Uwe kielelezo katika kusema. Maneno yako yakolee munyu, yajae neema, yajae faraja, yajae upendo. Kwamba mtu anakuja anakimbilia, lakini mwingine anaogopa. Ukija kwa huku anapita huku. Sasa yule asije kanikatisha tamaa. Kinywa chake kimejaa maneno, kimejaa magomvi. Si kuna watu wawe, yani yeye saa zote ni kutaka magomvi, kimejaa hasira, yani saa zote yeye ni magomvi. Kinywa chako kisijae magomvi, kisijae lugha chafu, kijae neema siku zote. Uwe kielelezo katika usemi, jinsi unavyosema. Naomba tusome Timotheo wa 2. Hiyo ya Yakobo utasoma Yakobo 3:1 mpaka 6. Alafu naomba tusome hiyo Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 14 na wa 15. Tunapomalizia hii usemi. Timotheo wa 2 nasema uwakumbushe mambo haya na kuwaonya machoni pa Mungu. Wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali huharibu wasikiao. Biblia inasema uwakumbushe. Naomba urudi pale pale. Uwakumbushe mambo haya. Ndio mambo ninakukumbusha. Kwamba uwe na usemi mzuri. Uwaonye machoni pa Mungu. Kama wewe una maneno ya kuumiza, hebu jichunguze. Maneno yale ambayo, usiwe na mashindano ya maneno. Kuna watu ni hodari kwa mashindano. Yani yeye hataki kushindwa. Yeye ni kuongea, anaongea kama cherehani. Sio nzuri kwa mtu wa Mungu. Uwe kielelezo. Kuna watu wanaongea utadhani amemeza kaseti ndani. Ana maneno mengi yasio na faida. Amen. Mstari wa 15 inasema jitahidi. Hapa panahitaji bidii, panahitaji kujitahidi. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari,
ukitumia halali neno la kweli. Jitahidi kujionyesha kwa walioamini na wasioamini. Jitahidi kujionyesha kwamba umekubalika na Mungu kupitia ulimi wako. Ulimi wako, chunga ulimi wako, chunga maneno yako, mazungumzo yako. Unayozungumza na watu yanajenga tabia njema au yanajenga tabia mbaya? Maana pia katika mazungumzo unaweza ukajikuta umejenga tabia ambazo hukuwa nazo. Vikundi, yani watu unaoshirikiana nao. Unajua ukishirikiana na mwizi utakuwa mwizi. Ukishirikiana na muongo utakuwa muongo. Mwenye maneno mengi hata kama ulikuwa uongei na wewe unaanza kujifunza. Hebu jitathmini, jitahidi kujionyesha kuwa umekubalika na Mungu, tenda kazi asiye na sababu ya kutayari. Jambo la pili ni mwenendo. Uwe kielelezo katika mwenendo. Ni nini unafanya nini? Mwenendo ni tabia za mtu kwa ujumla. Kuna mwenendo mzuri na mwenendo mbaya. Uwe kielelezo katika mwenendo wako, tabia yako, namna unavyoishi, mwonekano wako ukoje mbele za waaminio na wasioamini. Hapa tunajenga makundi mawili. Mwonekano wako, mwenendo wako ukoje? Matendo yako yakoje? Tulikuwa tunazungumza ulimi, lakini saa hizi tuko kwenye tabia. Tabia za kila siku. Tabia za kila siku. Unajitofautishaje na wasioamini? Wanajifunza nini katika mwenendo wako, katika tabia zako, katika vile unavyovifanya? Muonekano wako ukoje? Unajua mwenendo unaongea kupitia matendo. Hata muonekano tu ulivyo unaonekanaje? Unajua muonekano unazungumza. Mtu akikuangalia anajua huyu ni mcha Mungu, huyu sio mcha Mungu. Si ndio jamani? Hata mavazi tu yanajulikana, huyu ni mcha Mungu na huyu sio mcha Mungu. Hata unavyojiweka, unavyojiheshimisha, unaonekana wewe ni mcha Mungu. Lakini ukipatikana kila eneo wanaanza kukudoubt, wanaanza kushangaa kwamba mbona yeye anasema ameokoka lakini tofauti na anavyoenenda. Mwenendo wetu si mtukanishe Bwana Yesu. Amen. Uwe kielelezo katika mwenendo. Uwe kanisani, uwe nje ya kanisa. Uwe ndani ya familia, uwe nje ya familia. Na kama watoto wetu hawa, yani wazazi, tumepewa kutunza urithi wa Mungu. Tuchunge mienendo yao. Unakuta saa zingine hakuwa na tabia ya udokozi, anatembea na nani huko? Hakuwa na tabia, anakuja anatukana matusi. Lazima umkalishe, usimpige tu, muulize. Nani alikufundisha hili? Mbona humu ndani hatuongei? Akianza, unajua hii toka si ni kitu kama, lakini akianza kusema toka, toka. Toka wewe umekuwa mbwa, unamwambia, tunamwambia mbwa toka. Sio neno la kawaida kwamba mtoto aseme toka. Mwisho atakwambia na wewe toka. Si amezoea huko. Chunga mwenendo wa watoto, tutatoa hesabu. Amen. Kwa tuangalie tangu wakiwa wadogo, na wenyewe wataangalia jinsi gani tunavyojipresent, tunavyojiweka, tunavyojiheshimu. Wataangalia vinywa vyetu vinasema nini. Amen. Hata wakati saa zingine mnakaa mmezungumza, mnaongea tu vizuri, waondoeni katikati yenu. Mwambie nenda kacheze kule nje. Katatoka tu na neno ambalo mmeongea, kataanza kusema kule. Wakati nyie hajui chanzo, hajui mwanzo wala mwisho. Si umekaa tu mnaongea mnasogoa sijui. Siku na ile ya kusogoa. Halafu kamekaa hapo kanakuwa kama kanacheza cheza, lakini kinaingia kichwani. Katatoka pale kataanza kusema. Waondoeni katikati yenu. Yani sio unawafukuza, unasema nenda kacheze kule, tutaongea baadaye. Amen. Someka, jiweke kwenye kiwango ambacho utakuwa juu ya mambo, yani mwenendo wa dunia. Ni wewe unaweza ukajiweka, ni maamuzi yako. Unataka uishije? Umpendeze Mungu kwa mwenendo wako? Unataka uwe kielelezo kwa wale? Nimesema mwenendo unaongea, tabia zinaongea. Ule utaratibu ulionao, uliojiwekea, ile mipaka uliojiwekea, utashangaa. Hata mkiwa kwenye kusanyiko watashangaa, mbona huyu mwenzetu huwa ana namna anavyoongea, ana namna ambavyo anafanya mambo yake.
Si ndio kwenye mwenye misiba, mwenye harusi, ndio tunajikuta tumejichanganya sana. Mienendo yetu haijitofautishi. Makazini, yani we mkazini hawajui umeokoka, hawajui hujaokoka. Unajiwakilishaje kazini kwako? Maana kama wewe ni mwenendo wako ni nuru, unaangaza, giza litakaribia nuru. Lazima giza litakimbia. Sasa kama unakuta walikuwa wanaongea uchafu, unafika hapo, wewe chumvi ladha hai-affect yale mazungumzo, kaa ujitafakari. Kwamba imekuaje? Giza halikuiweza nuru. Sasa kwa nini wewe nuru giza likuweze? Kwenye usemi nimesahau, kuna mizaha hata ndani ya nyumba ya Mungu. Kwa uoni kwamba hili ni la maana, yani wewe ni mzaha tu. Hata neno linapokuja hapa unachukulia kimzaha. Na prophet sazini akifundisha na chekesha. Kwa unaenda na ule na wewe unaenda na ule mzaha. Lile neno halikusaidii. Ndio maana unakuta hatubadiliki. Tunaenda hatubadiliki. Lakini neno la Mungu sio mzaha. Neno la Mungu ni halisi. Linapokuja lichukue vile lilivyo, likubadilishe. Mwenendo wako ubadilike, ni wewe utafanya maamuzi. Wangapi ambao umewabadilisha kwa mwenendo? Wengine wanashindwa hata kuuliza kwamba unasali wapi. Maana hujawakilisha hata kanisa vizuri. Sasa hivi kule ndivyo wanavyofanya hivyo. Sasa mwenendo wako ulete mvuto, uwe nuru katika mitaa, uwe nuru. Watu wakimbilie hekima yako. Watu wakimbilie ile nuru, waseme tunataka tukamwone yule mama fulani ana masuluhisho ya maisha yetu. Lakini watu wasikukimbie, wasikudharau. Sasa kama ndio wokovu wa yule mama mimi siutaki. Maana moja mbili ana moja mbili. Na siku hizi ndio kuna vikoba, ana vikoba kila sehemu amekopa. Sio tabia nzuri, sio mwenendo mzuri. Amen. Sio mwenendo mzuri. Kopa lipa. Sio unasema wanasema yani anakopa hapa halipi, anahamia kikoba kingine. Hapana. Unamtukanisha Yesu. Kopa lipa, si lazima ukope. Ingawa Biblia imesema tukopeshe. Utasema mama mimi sina. Kopa lipa basi. Usitoroke na hela za watu. Wakaja kubeba na masufuria, unaanza na uongo, kumbe ukumshirikisha hata mume wako, wamechukua TV. Yani unakuwa na uongo. Vitu vingi vinajitokeza, kumbe ni mwenendo mbaya. Ni ile washirika wabaya. Nakwambia bwana, huwezi kuishi bila mikopo. Nani alikuambia kwamba huwezi kuishi bila mikopo? Si Mungu tunayemwamini. Na Daudi alisema sijamuona mtu ambaye amelala na njaa. Ni vile tunakuwa wavivu katika kumwamini Mungu. Tunakuwa wavivu katika kumtafuta Mungu. Lakini kuna vitu tunatakiwa tumjaribu Mungu. Kwamba Mungu hapana, mimi sitatoka hapa. Mbona Mungu madeni sasa siwezi hata kutembea nje kwa ajili ya madeni. Sasa Mungu naomba nitakaa humu ndani nione kama hutanilisha. Na umuone Mungu kama hatakulisha. Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Lakini tunajihurumia mno. Na mpaka hizo tabia zinatupelekea kwenye mwenendo mbaya, hatumwakilishi vizuri Mungu. Amen. Bado mnanipenda? Mungu mwema. Naomba tusome Efeso 4:26. Efeso 4:26 mpaka 28. Maisha yetu yawe mfano wa kuigwa. Watu waseme yule mama bwana yeye amegoma kabisa hivi vitu. Hataki kabisa kujichanganya. Mbona na mimi ni muige? Anakuja kukuuliza, unamfundisha. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. 27. Wala msimpe ibilisi nafasi. 28. Muibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo njema, iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mtu. Huu ni mwenendo. Usiwe muibaji. Shetani ndio alikuja ili aibe, auwe, aharibu. Sasa wewe mtoto wa Mungu, wizi wa nini?
Uongo wa nini? Yes, ndio baba wa uongo. Hizi tabia zingine ambazo ziko kinyume na hizi Mungu anazosema tuenende nazo ni tabia za shetani. Hebu tujitenge nazo. Amen. Maisha yetu kwa ujumla wake yawe kielelezo. Ndio yako iwe ndio, hapana yako iwe hapana. Tuwe na ujasiri. Unajua Paulo alikuwa na ujasiri, akasema mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Hakusema mfuate maneno yangu msinifuate matendo. Hapana. Kila anachokifanya, mwenendo ni kile tunachokifanya. Kiwe wazi, yani mtu akufuate na afurahi. Alisema mnifuate mimi. Lakini kukiwa na uongo, kukiwa na pinda, nani atakufuata mtu wa Mungu? Lazima utasema mfuate neno, msinifuate mimi. Maana matendo yako hayajanyooka. Lakini matendo yetu yanyooke. Haleluya. Haleluya. Tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mienendo yetu iwe ya kumpendeza Mungu. Amen. Haleluya. Leo sitasema pokea. Unapokea neno la Mungu. Sitasema tunavunja. Hapa hatuvunji kitu. Tunavunja tabia zetu. Neno linatuvunja. Maana tumezoea kumuonea shetani. Kwa jina la Yesu, raba shakata, ninakuvunja, ninaharibu mahali pa siri pako, na mimi naharibu mahali pa siri pako panaotengeneza mwenendo mbaya. Haleluya. Haleluya. Paulo alikuwa na ujasiri wa kusema mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Amen. Tuangaze, maana sisi ni nuru ya ulimwengu. Tuwe ladha mahali iwe kanisani, uwe ladha. Uwe ladha. Unajua mimi ni mama na baba ni baba. Tunapokea vitu vingi, majeraha mengi. Yani kwa watu ndani ya kanisa. Yani mama mimi, yani yule sijui nimemkosea nini. Kila ninapokutana naye, yani ananiambia hiki. Yani yuko mbali, unaambia tu Mungu akupanue moyo. Mungu akupanue moyo. Si unajua katika nyumba ya baba na mama kuna tabia za mbalimbali. Lakini kuna watu wana majeraha humu, akikuangalia na kuogopa. Kwa ajili ya ule mwenendo mbaya, hujawa kielelezo kwa rafiki yako. Amen. Tusiogopane kwa mienendo, watumishi wa Mungu. Tumwakilishe Mungu hata ndani ya humu kanisani. Mahali hapa pawe salama kwa kila mmoja, ajisikie furaha kuja nyumbani mwa baba. Haleluya. Asiogope kwamba yani sasa yule lazima atakuwepo, nitamkuta tena mlangoni. Lakini na wewe usiwe mbishi anapokupanga. Na wewe usiwe mbishi. Yani yule yani kila napotaka kukaa hapa hataki. Ni sisi, maelekezo yanatoka huku juu kwamba kiti kisibaki. Kwa upende kukaa upande huu, utavutwa utapeleka huku. Kwa uwe flexible, mtu wa Mungu. Amen. Uwe nuru. Jenga tabia ya uaminifu. Jenga tabia ya uadilifu. Uwe mkweli. Julikana kwa mambo mema, sio kwa mambo mabaya. Naomba tumalizie tu hiyo Petro wa kwanza. Kama unaandika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 na 12 ni mwenendo. Tabia zetu kwa ujumla ziwe njema, ziwe njema. Petro anasema wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. 12. Muwe na mwenendo mzuri katika mataifa, kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Muwe na mwenendo mzuri kati ya watu walioamini, ili iwapo huwasingizia. Unajua kuna masingizio duniani, lakini watu wakutetee. Waseme hapana, yule mama hajawahi sema hivyo. Yule mama sio, hayuko hivyo. Si unaonaga kuna watu wanainuka hata kama watakusemea vitu vibaya, lakini huko watainuka kukupigania kwa ajili ya tabia yako njema, kwa ajili ya mwenendo wako mzuri. Lakini sio wanakusingizia na wenyewe wanasema lakini kwa yule, yani yule inawezekana alifanya. Kwa vile una mwenendo mzuri, hata ndugu zako waliokoka wanapowafuata kwamba yani yule dada alifanya hivi, anasema
Hasemi kwa wale, lakini moyoni anasema lakini kwa huyu inawezekana alifanya hivyo. Si umewahi sikia? Sasa ni ile mwenendo. Tuwe na mwenendo mzuri. Petro wa kwanza hiyo 3, naomba uvukie hapo ng'ambo. 3 mstari wa 15 na 16. Tunaelewa watu wa Mungu. Tunapona maisha ya kila siku. Mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu kwa upole na kwa hofu. Mwe tayari siku zote kumjibu. Hapa ni usemi. Kila mtu awaulizaye habari ya tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Naomba 16. Nanyi muwe na dhamiri njema, na katika kila neno lile mnalosingiziwa watahayarike wale wautukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Watahayarike wale wanaowasingizia. Inategemea mwenendo wako ukoje. Tabia zako kwa ujumla zikoje. Uwe nuru katikati ya ulimwengu. Amen. Jionyeshe kuwa umekubalika na Mungu. Wewe ni wa thamani. Mungu ameweka hazina nzuri ndani yako. Mungu ameweka vitu vizuri vya thamani ndani yako. Mwenendo wako uwe mzuri kutumia vile vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Amen. Haleluya. Jambo la 3, tuwe kielelezo katika upendo. Biblia inasema tuwe kielelezo katika upendo. Hapa ni namna unavyoweza kushirikiana na wengine. Unajua upendo, kwanza kabisa tunatakiwa tuwe kielelezo katika namna tunavyompenda Mungu. Biblia inasema tumpende Mungu kwa akili zetu, kwa nguvu zetu, kwa juhudi zetu, kwa moyo wetu, kwa roho zetu. Hiyo iko katika Marko 12:30-31. Utaisoma wakati wako. Lakini hii ninaposema upendo, tuwe kielelezo. Biblia anasema, neno la Mungu linasema, Yesu alisema nasi akasema, amri hii ninawaachia, amri mpya. Yohana 13:34-35. Tuwe kielelezo katika upendo. Yohana 13, naomba tufanye haraka. 13:34-35. Yohana 13:34. Amri mpya nawapa, mpendane. Kwa vile nilivyowapenda ninyi, mpendane vivyo hivyo. Biblia inasema hii ni amri mpya ambayo Yesu alitupa. Anaposema amri, sio kitu sio rahisi. Ina maana unalazimishwa kutii. Unalazimishwa kupenda. Sio kwamba nitapenda. Tumeambiwa ni amri, tupendane. Iwe yukoje, wewe mpende. Usiseme labda tabia yake sio nzuri, mpende. Ni amri mpya ambayo Mungu ametupa. 35 inasemaje? Hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Upendo ni kifungo. Yaani upendo ni msingi. Tupendane sisi kwa sisi. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Amen. Mpende huyo uliyekaa naye. Mwambie rafiki yako huyo, mwambie nakupenda. Kuna wimbo tunaimba, nakupenda kwa upendo wa Bwana, naona ndani yako utukufu wa huyo mtu uliyekaa naye ana Kristo ndani yake. Mpende Kristo ndani yake. Usiangalie udhaifu wake. Mpende hivyo hivyo alivyo. Amen. Mpende hivyo hivyo. Usianze kusema yuko hivi yuko hivi. Wewe umeambiwa mpende. Ni amri tumepewa. Tumepewa tupendane. Ndivyo tutakavyotambulika hata huko nje, ya kwamba sisi tumekuwa wanafunzi wa Mungu kweli kweli. Kuna watu wako wagumu sana kuchangamana. Ana misimamo yake, kwa hiyo anataka watu wote waende kama yeye anavyotaka. Hapana mpendwa. Upendo ukubidishe kumpenda huyo rafiki yako. Sio wewe tu unataka tukufuate katika yale unayotaka. Na wewe fuata wenzio. Si umeambiwa lazima unipende. Tupendane. Si mmewaisikia yani hapendeki. Hata kama hapendeki mpende, ni amri.
sio ombi. Apendeke asipendeke, akubalike asikubalike, mpende. Mbona kwenye familia zetu tunapendana? Kuna watu wakaidi kweli kwenye familia, tumewatenga. Sasa kwani katika nyumba ya Mungu nasa yani yule mpaka unaeneza ubaya wa mtu? Hakuna mtu ambaye yeye ndiye ana kiwango kizuri sana. Na wewe kuna udhaifu wako na kuna strength yako. Na huyo kuna udhaifu na kuna uzuri, kuna nguvu ambao Mungu alimleta hapa tufanye kazi kwa pamoja. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Haleluya. Mungu anataka tupendane kwa kiwango kilicho juu ya hisia za kimwili. Naomba hilo ulisikie vizuri. Tupendane kwa kiwango kilicho zaidi ya hisia ya kimwili. Usiseme nitampenda kinifanyia hivi. No, mpende hivyo hivyo alivyo. Ule upendo wa kina, upendo wa kimungu. Mwambie Roho Mtakatifu nifundishe kupenda. Kwani Yesu tulimfanyia mazuri? Hasa mimi upendo umeisha. Yesu ungeisha upendo tungesimama leo. Upendo wa Kristo hauishi. Naomba tusome hiyo wa Korinto. Tupendane kwa upendo wa halisi. Upendo. Hauhesabu mabaya. Mimi juzi ulinifanyia hivi. Wewe nani alikuhesabia mabaya? Wakorinto wa kwanza 13. Wakorinto wa kwanza 13. Naomba uende haraka, pendo. Mungu anataka tuwe kielelezo. Tunda la Roho ni upendo, msingi wake ni upendo. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba ili awe na upato mwingi. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Wakorinto wa kwanza 13 ni sura ya upendo hiyo. Nijaposema kwa lugha za malaika na za wanadamu. Sisi ni mashahidi huku ndani, tunatumia sana kunena kwa lugha. Kama sina upendo nimekuwa shaba ili ayo na upatu mwingi. Haijalishi naomba kwa lugha za malaika na za wanadamu, lakini kama huna upendo na huyo jirani yako ni kama shaba ili ayo. Namba 2. Twende mpaka namba 8. 12. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima. Kuna watu wana imani, anauambia mlima huu ng'oka, hiki ng'oka. Si tunaonaga tukianza kuomba maombi ya kung'oa, lakini kama huna upendo wewe si kitu. Sio mimi, ni Biblia inatuambia. Inavyoeleza nguvu ya upendo, inavyoeleza namna tunavyotakiwa. Usimpende mtu kwa yani mpende kwa upendo wa Kristo. Amen. Hata tulio kwenye ndoa tunapendana kwa upendo wa Kristo. Tungeangaliana hivi, kila mtu angekuwa amerudi nyumbani kwao. Lakini upendo wa Kristo ndio unaotubidisha, ndio unaotukalisha pamoja, unaotuhifadhi. Amen. Mstari wa 3. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto. Neno la Mungu jamani zito. Yani tutazingine tunaona katika kumtolea Mungu kama ndio umemaliza yote, lakini kipimo kiko hapo kwamba kama huna upendo haisaidii kitu. Utoe mali, ujitoe mwili, uungue, ufanye kazi za hapa, lakini kama huna upendo. Upendo jamani tunatakiwa tuombe. Tunda la Roho liumbike ndani ya mioyo yetu. Namba 4. Sifa za upendo. Upendo huvumilia. Tunapoongea hivi, naomba uwe unajitathmini. Upendo unavumilia. Unavumilia watu wewe? Upendo hufadhili. Upendo hauhusudu, hauna wivu. Upendo hautakabari, hauna kiburi, haujivuni. Endelea. Hiyo ndio sifa za upendo. Upendo una uvumilivu. Upendo haukosi kuwa na adabu. Kama mtu ana upendo, ana adabu, ana heshima. Kama huna heshima, kama huna adabu,
Upendo, huna upendo, kazi ya upendo unakutengenezea uwe mtu wa adabu. Hautafuti mambo yake wenyewe, sio ubinafsi. Upendo hauna ubinafsi. Maana we kila kitu unatafuta mambo yako mwenyewe. Hapana, huo sio upendo. Upendo hauoni uchungu. Upendo hauhesabu mabaya. Juzi nilikufanyia na juzi ile. Mungu angehesabu uovu wetu, nani angesimama asubuhi ya leo? Si ni upendo wa Mungu umetufunika? Tusingekuja hata hapa madhabahuni. Nisingesimama kuongea, angesema wewe mwenyewe huna upendo, huna uvumilivu, kaa pembeni. Lakini Mungu ana ule upendo wake unatusukuma. Haleluya. Mstari wa 6, twende. Kimezima jamani. Mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema upendo haufurahi udhalimu. Upendo hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumainia yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Huo ndio upendo, ndio sifa za upendo. Sasa tuwe tunajitathmini. Nenda kasome. Unajua saa zingine huwa tunakuwa wavivu katika kusoma. Lakini hii ni tabia, ni wito ambao Mungu anatuita tuishi maisha matakatifu. Ukiangalia vitu vyote hivi vinatupelekea tuishi maisha matakatifu. Usemi wetu uwe mtakatifu, mwenendo wetu uwe mtakatifu, pendo letu lidumu liwe na kweli. Kama upendo haujivuni, ina maana uko mbali. Kama upendo hauna chuki, hauna wivu, si ni tabia nzuri hiyo jamani? Kwa Mungu anatuita tuwe watakatifu. Upendo, tuwe kielelezo katika upendo. Watu wachume tunda la upendo ndani yako. Watu wakuone kwamba yule mama ana upendo, ana kitu cha tofauti. Wakimbilie, wajione wako salama. Kama amechoka huko aje kwako, anaona upendo ule, anakumbatiwa. Lakini sio maana usipokuwa na upendo, si watu watakimbia, hawatakukusanyikia. Kwa Mungu atusaidie. Na zaidi tuakisi upendo wa Kristo katikati ya kanisa, katikati ya wanaotuzunguka. Tuakisi upendo wa Kristo. Mpende Bwana Mungu wako na uwapende watu wake. Amen. Kielelezo cha 4. Kielelezo katika imani. Kielelezo katika imani. Biblia katika Warumi 10:17 inasema imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Na ile sura ya Hebrania 11 yote ni imani. Inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini wote wamwendeao Mungu waamini ya kwamba yeye yupo na uwapa thawabu wale wamtafuta. Tumekuja kumtafuta Mungu na atatupa thawabu leo. Tumekuja kwa imani, si ndio? Maana hatumuoni lakini tunajua yupo katikati yetu. Tunaliamini lile neno lake. Sasa uwe kielelezo kwa kuwa mmoja wa wale wanaomtegemea Mungu na ahadi zake. Imani ni kumtegemea Mungu na ahadi zake. Watu wajifunze namna unavyomtegemea Mungu, namna unavyomwamini Mungu. Amen. Hiyo ni eneo la kwanza. Watu wajifunze, uwe kielelezo. Yule mama hakuna analoshinda, anamwamini Mungu jamani. Hivi si umeshakutana na watu wenye imani? Yeye kwako hakuna kisichowezekana. Akiwa na hivi anasema Bwana Mungu atafanya. Useme na wewe unasema tu Bwana Mungu atafanya, siku zinazidi kupita. Si ndio tumeambiwa tuamini. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, yale yatarajiwayo. Kwa hiyo sasa muamini Mungu kwamba Mungu ni mkweli kwa ahadi zake, ni mwaminifu kwa ahadi zake. Hajasema uongo. Ndani ya neno lake kuna ahadi ambazo ametupa. Amen. Kwa utambulike hivyo kwa wale watu ambao wanakuzunguka na kanisani. Alafu imani pia, uwe kielelezo wewe mwenyewe. Uwe mfano wa uaminifu.
Yaani watu uwe mwaminifu, waone uaminifu wa Mungu ndani yako. Kiingereza inasema uwe trustworthy. Yaani uwe mtu unayeaminika. Si kuna watu wale ambao huwezi kumwamini kwa lolote. Akisema ni uongo, akiahidi ni uongo. Hapana, uwe mtu unayeaminika. Uwe mtu ambaye watu wengine wanakuamini, wanaweza kukimbilia kwako. Unajua saa zingine huwa Mungu hatumuoni, lakini mwanadamu unaweza ukaenda ukasema ngoja nimfuate fulani atanisaidia hili. Uwe mtu unayeaminika kwa maneno na kwa matendo. Ukisema, mtu akisema hiki usifanye, yani iwe ni ndio, hapana ni hapana. Sio ndio mara ni hapana. Yani hutabiriki. Uwe mtu unayeaminika. Amen. Ukiaminika na wanadamu, na Mungu atakuamini. Mungu anakuamini na wanadamu watakuamini. Uwe kielelezo katika uaminifu, katika imani. Uwe mkweli katika usemi wako. Uwe mwaminifu katika kila unachotenda. Usiwe mtu wa sura mbili. Uwe trustworthy. Amen. Haleluya. Jambo la mwisho, uwe kielelezo katika usafi. Uwe kielelezo katika usafi. Biblia inasema heri walio safi wa moyo. Ile Mathayo 5:8. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Huwa tunaomba sana Mungu. Mungu nataka nikuone. Mungu nataka nikuone. Uwe na moyo safi. Inasema heri wenye moyo safi, maana hao watafanyaje jamani? Watamuona Mungu. Ukiwa na moyo safi utamuona Mungu. Ukiwa msafi utamuona Mungu. Biblia inasema wewe tuwe watakatifu kama alivyo mtakatifu. Mungu hawezi kusema tuwe watakatifu wakati anajua tutashindwa kuishi maisha matakatifu. Ina maana kuna neema ambayo anaiachilia inayotufanya tuishi maisha matakatifu. Amina. Ina neema, yani kuna uwezesho wa kiungu. Naposema neema, kuna nguvu ya kiungu ambayo unapewa, inakuwezesha uishi maisha matakatifu. Mungu anapolituma neno anaachilia na neema. Kwa hiyo tumeagizwa tuwe watakatifu. Hiyo utasoma katika Petro wa kwanza Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 17 utasoma. Tuwe wasafi. Amen. Naomba tusome Waebrania 12. Tuwe wasafi, tuwe watakatifu. Tuwe na haki, tuwe wanyoofu. Waebrania 12 mstari wa 14 inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Utakatifu unatafutwa kwa bidii. Amen. Utakatifu unatafutwa kwa bidii. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Hatutamuona Bwana bila usafi wa moyo. Mathayo amesema bila utakatifu hatutamuona Mungu. Iwe ni katika maisha ya sasa hata ya baadaye hatutamuona Mungu. Uchungu sitoke mioyoni mwetu. Anasema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likachipua na kuwasumbua wengi na watu wakatiwa unajisi kwao. Asiwepo mwasherati wala siyemcha Mungu kama Esau aliyeudha. Hiyo ni. Sasa hapa Biblia inasema purity, tuwe wasafi. Enzi zile alizokuwa anaishi huyu Timotheo alikuwa anaishi Efeso. Efeso ilikuwa ni mji ambao ni mchafu, sio msafi. Amen. Kulikuwa na zinaa nyingi. Walikuwa wanatumikia yule mungu wa kike Diana anaitwa. Ni mungu wa upendo. Sasa upendo usio wa kimungu. Kwa ina maana ile nchi ilikuwa, ile mji ulikuwa umechafuka sana kwa matendo ya zinaa. Kama ilivyo majira haya. Biblia inasema tuwaonye wanawake kwa wanaume, walio kwenye ndoa, wasio kwenye ndoa,
vijana wa kike na wa kiume, kimbia zinaa, kimbia uzinzi, kimbia. Tumeambia kimbieni zinaa. Hata Petro alisema kimbia. Huyu Paulo alimwambia Timotheo kimbia, usiseme mimi nitanena kwa lugha. Hauwezi kunena kwa lugha mbele za zinaa. Aparaka pokosho koporika. Umeambiwa kimbia, usijipeleke kwenye zinaa. Zinaa ni dhambi, uzinzi ni dhambi. Maana sasa hivi kuna mafundisho mapotofu. Watu wanasema ni neema. Neema unazini. Halafu nasema tuko kwenye wakati wa neema. Si ni machafuko. Usitende dhambi. Paulo, huyu Timotheo alikuwa ni kijana kama vijana wa sasa. Usijipeleke jamani, vijana, watoto wa kiume wa kike, usijipeleke ukakaa tu katikati ya wasichana alafu nao hawajakaa salama. Usijipeleke. Hata wa baba, hata wa mama. Yaani sasa hivi kuna machafuko jamani. Iwe ni kwenye mitandao kuna machafuko. Sasa tusiposema, ndio hii Mungu anataka tuishi katika usafi wa roho, nafsi na miili. Miili yetu iwe misafi. Miili iwe misafi. Naomba kumbe hicho kidude jamani. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 na wa 5. Tujue kuweza mwili, tuwe na kiasi. Usiende katika nyumba ya jirani yako bila mpangilio. Unashinda tu kwa wajane. Mwanaume nikamfariji, nikambariki. Ukamfariji, ukambariki, wakati mke wako umfariji wala umbariki. Usijitafutie matatizo. Kama sio shetani tu anakupelekesha huko. Huku ndani hujaongea. Ila unaenda kuongea kwa mtu ambaye yupo tu mdada anapendeza mwenyewe. Hata havieleweki unavyoenda. Si ukashuhudia watu barabarani. Na wewe mwanamke unaenda tu kwa mkaka. Maana siku hizi jamani, yani imeharibika dunia. Hata wamama, watu wazima, anaenda kwa kijana kila siku. Anaenda. Mpaka kijana sasa basi fua nguo. Si umejipeleka? Roho Mtakatifu asante. Zina uasherati. Kimbia kabisa. Yusufu alikimbia akaacha nguo. Na wewe kimbia. Sio kwamba utaacha nguo Mungu atakuheshimu. Lakini mwenzetu yule alisema hapa haiwezekani. Ngoja nikimbie. Nisimkosee nani? Mungu. Kuna watu ambao hawamheshimu Mungu, wanataka kumheshimu mchungaji au wanamheshimu mzazi. Ogopa Mungu, kwamba Mungu akiniona. Kuna namna mwingine anatenda dhambi, halafu mpaka mimba imeonekana ni asani nilimkosea Mungu. Wala hukumkosea Mungu, wala huna hofu ya Mungu. Ulipoanguka tu siku ya kwanza unakuja kuripoti kwamba jamani mimi nimeanguka dhambini. Sio mpaka tunaona wewe ni manager ndio unaanza kusema ila pale nilimkosea Mungu. Wala huna hofu ya Mungu wewe. Hata wewe kijana unaezini, au wewe mtu mzima unaezini, umeacha ndoa yako, unaazini, alafu unakuja hapa unajifanya kama mambo yako salama. Mpaka tukaposikia kwamba kuna msichana anamtuhumu mtu wa humu ndani. Unapoona jamani, Biblia imesema ukianguka mara 7 unainuka tena. Kuna kuanguka, lakini inuka. Jikungute mavumbi. Sema yaliyopita. Mungu anasema sikumbuki dhambi zako za jana. Tembea na hilo neno, lakini jikungute. Mabinti zangu, yani majira haya ni majira ya hatari. Hata nyie vijana wa kiume, msijipeleke tu mnashikana mikono. Yani mtu anaongea na shika mkono, anamshika mkono, yuko tu. Mkono wa nini huo? Ni mke wa mtu huyo. Umemshikilia mkono, unataka kumuoa, njoo basi. Zinaa, uchafu. Biblia inasemaje hapa? Mstari wa 4. Tusijifiche katika kunena kwa lugha. Nena kwa lugha zinanenwa lakini hazina nguvu.
kwa vile tumevuja ndani, ndio maana hatuoni matokeo. Kweli tunanena, humu ndani tunanena, lakini kuna nguvu. Sina maana tumefungulia kuna nani matobotobo. Ile nguvu ya kunena haileti badiliko. Msipoteze tu nguvu zenu vijana ovyo ovyo tu. Halafu kabaki tu baadaye upo tu. Inasemaje hiyo? Kila mmoja wenu, naomba tusikie vizuri, tumevaa miili. Na mimi hapa nilipo nimevaa mwili. Amen. Kwa hiyo sio akasema anaona yeye yuko mbinguni. Prophet amevaa mwili. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kila mmoja wenu, kila mmoja wetu ajue kuuweza mwili wake. Ni wewe utakayeweza mwili wako, sio mtu mwingine. Wewe ndio unayejua kitu gani kinawasha mwilini. Ni wewe utakayeweza mwili wako. Haleluya. Kwa heshima, uweze mwili wako katika utakatifu na heshima. Uweze mwili katika utakatifu na heshima. Ili ni agizo la Mungu kwetu sote. Si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu 3:4-5. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Huku ndiyo nini? Mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Uasherati upo, lakini Mungu anasema tuepukane nao. Tusijipeleke kwenye uasherati. Usijipeleke kwenye picha za ngono. Usijipeleke kwenye picha zisizoeleweka. Kinachoingia kwenye macho kitakutesa mwili wako. Utaingia kwenye tabia mbaya usiku. Utaota mandoto mabaya. Uwe mtu mzima, uwe mtoto, uwe kijana. Ukijipeleka tu kuangalia tu ovyo ovyo, unaangalia. Si tunakumbuka Daudi alienda kuchungulia madirishani, ameacha vita. Alijipeleka kubaya. Sasa na huko anasema haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwetu, tuepukane na uasherati. Uasherati usitajwe kwetu, zinaa isitajwe kwetu. Kila mmoja ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Unaenda kuambatana na mataifa wasiomjua Mungu, watakupeleka kubaya. Watasema hebu twende tutembelee kwa huko, utajikuta huko kwenye madangoro. Si umeenda umeambatana sasa, hawa wa huku waliokoka wa shamba. Sasa watasema huko wa shamba, basi ngoja tukupeleke huko. Unaenda unaanza unarudi umebakwa. Tutakuelewa? Wewe mwenyewe utajielewa. Usijipeleke tamaa za mwili. Ni wewe unaweza kujidhibiti. Uwe na kiasi. Tunda la Roho lizaliwe ndani yako. Mungu anatuita katika wito wa utakatifu. Katika usemi, katika mwenendo, katika upendo, katika imani, katika uchaji, katika usafi. Tujue kuweza mwili, tujue kuweza vinywa vyetu, tujue kuweza tabia zetu, tujidhibiti, tujikague, tujionyeshe kuwa wenye nguvu, tujionyeshe kuwa tumekubalika na Mungu. Biblia inasema utakatifu ndio unaoifaa nyumba ya Bwana. Sisi ni nyumba la Bwana, ni hekalu la Bwana. Lakini kama hatuko watakatifu, atakaaje ndani ya miili yetu? Sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amesema maskani yake iko ndani ya nyumba yake. Je, unapojipeleleza Mungu anakaa ndani yako? Anakaa ndani? Maana unajichunguza haya 5 niliyosema. Lakini haya yamekuja kutuita kwamba jamani, Mungu anatutaka tuwe watakatifu. Mungu anatuita katika utakatifu. Anatarajia tuishi maisha matakatifu. Usiseme utakatifu, naona tukishaenda mbinguni. Biblia inasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Mungu atusaidie jamani. Tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tuishi maisha ya kufurahiana wenyewe kwa wenyewe. Hatutasema, hata ukisema utaondoka hapa Kings, bado huko utakutana na watu
Hata ukisema nitahama mtaa, utakutana na watu. Uwe kielelezo popote unapokuwa. Uwe nuru. Nuru haijifichi. Nuru inaangaza. Uwe ladha. Watu wale utamu ambao unaupata kwa Yesu Kristo. Tukimbie tamaa. Tukimbie. Tuwe vielelezo kwa wale waaminio na wale wasioamini. Naomba tufungue Zaburi 93. Tujitofautishe kitabia na wale ambao hawamjui Mungu. Nimesema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi ni chache, si nyingi. Sasa katika haya niliyosema, hebu yafanyie hima. Wewe mwenyewe unaweza ukajitengeneza. Wewe mwenyewe unaweza ukajiboresha. Neno linapokuja ni wewe ujitathmini, ujione. Amen. Naomba tusome Zaburi 93. Ni mstari 5 tu. Zaburi 93. Biblia inasema, Bwana ametamalaki, amejivisha adhama. Bwana amejivisha nguvu, amejivisha na kujikaza nguvu. Naam, ulimwengu umethibitika, usitikisike. Kiti chako kimekuwa thabiti tokea zamani. Wewe ndiye uliye tangu milele. Bwana, mito imepaza sauti zake. Mito imepaza uvumi wake, kupita sauti ya maji mengi, maji makuu, kupita mawimbi ya bahari. Hizi ni sifa za Mungu wetu. Amen. Kupita bahari ya umkayo. Bwana aliye juu ndiye mwenye ukuu. Shuhuda zako niamini sana. Shuhuda ni neno la Mungu, niamini sana. Utakatifu ndio uifaao nyumba yako milele na milele. Utakatifu ndio utamfanya Mungu akae ndani yetu. Huwa tunasema Mungu, tumefungua milango uingie, lakini Mungu anataka akae, adwell, yani awe sehemu ya moyo wako. Lakini je, anaweza kukaa na hizo tabia zilizo ndani yako? Hebu jichunguze. Hebu jitathmini, mtu wa Mungu. Jiangalie kwamba je, ni sawa kweli kabisa Mungu anaweza kukaa ndani yangu? Je, mimi ni mtakatifu? Je, mimi ni msafi? Mungu anaposema ana kanuni zake, hawezi Mungu akachangamana na uovu. Anavyosema yeye ni mtakatifu, sisi ni hekalu lake. Je, hekalu lake ni safi? Tunakumbuka kile kipindi Yesu alipokuwa duniani. Aliingia hekaluni, alipindua meza, aliondoa uchafu wote. Aliwapiga hata wale waliokuwa wanabadilisha, waliokuwa wanafanya biashara. Kuna biashara gani ndani ya moyo wako ambazo zinaruhusu ambazo hazimruhusu Mungu kukaa ndani yako? Ni wewe unayeweza kujichunguza. Amen. Ni wewe unaweza kujitathmini. Haleluya. Neno langu la mwisho kwako ni katika Wakorinto. Nitalisoma tu. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Au hamjui wenyewe kwamba Kristo Yesu yu ndani yenu? Jijaribu mwenyewe. Jithibitishe mwenyewe. Wewe ni shahidi wa maisha yako. Naomba tusimame. Shantarabrikesia mokaranda. Wewe ni shahidi wa maisha yako. Wewe ni shahidi wa maisha yako. Lile ulilosikia, wewe ndio unayeweza kujua hapa kwamba wapi ninatakiwa nifanye nini na wapi ninatakiwa kufanya nini. Naomba nenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu na umwambie kile unachotaka kuongea naye kwa moyo wako. Raba shandara breke sekete. Shekeri mandoro braka mazaya. Zikiri mandoro breke shekete. Mungu niumbie moyo safi, moyo wa kukupendeza. Katika jina la Yesu niwe kielelezo katika usemi, katika mwenendo, katika imani, katika upendo, katika usafi. Katika jina la Yesu. Umelituma neno lako, nami Mungu nimelisema. Umelituma neno lako, linatuponya na kututoa kwenye maangamizo. Katika majira haya Bwana, tusaidie tukaishi maisha yako kupendeza kwa kiwango kile cha utakatifu. Wewe ni mtakatifu. Umesema iweni watakatifu. Ili ni agizo, ni amri ambayo umeachilia kwetu. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa hili neno
ambalo umeliachilia majira haya katika jina la Yesu Kristo. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa kuwa umelituma neno lako ili liniponye, linitoe kwenye maangamizo. Na nyenyekea mbele zako kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba unisamehe. Nisamehe Roho Mtakatifu kwa kuhuzunisha moyo wako. Sijawa kielelezo katika usemi wangu, katika mwenendo wangu, katika upendo, katika imani na katika usafi. Mungu nisamehe. Ninatubu kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanioshe. Nimekukosea nafsi yangu, mwili wangu, mawazo yangu. Mungu naomba rehema kwa jina la Yesu. Wewe Mungu nalituma neno ili linifungue. Umelituma neno majira haya ili nisikie, nisaidie kulitenda kwa jina la Yesu. Nisamehe kwa uchafu wowote ambao uko ndani yangu, umesababisha hekalu la mwili wangu likawa chafu. Nisamehe Bwana kwa usemi wowote ambao nimeumiza wengine. Neno langu ndani ya kinywa changu halijakolea munyo, limejeruhi katika kinywa changu. Nimetoa laana na baraka. Mungu nisamehe kwa jina la Yesu. Baba nisamehe, mwenendo wangu haujakupendeza, ndio maana umelituma hili neno. Kuna mahali nimeshindwa, nimekuwa na tabia zisizosomeka. Leo Mungu nisaidie, tengeneza roho yangu, mwenendo wangu, nafsi yangu kwa jina la Yesu. Baba nisamehe, sijawa kielelezo katika upendo. Sijakupenda Mungu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote. Nimekupenda nusu nusu. Sijakupenda kwa mali zangu, sijakupenda kwa nguvu zangu. Leo Mungu ninaomba unisamehe kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba unisamehe kwa kutokuwa na imani katika neno lako, katika wewe Mungu, katika ahadi zako. Ninaomba unisamehe. Mara nyingi Bwana, nimekuwa na imani, nimejiamini mwenyewe badala ya kukuamini wewe. Mungu nisamehe. Na umesema ndani yetu, katikati yetu, kusiwe na moyo mbovu wa kutokuamini. Baba, tusamehe kama kanisa kwa kutokukuamini katika maeneo fulani na fulani. Baba, mengine tumeona tunaweza, mengine Bwana tumeona huwezi. Tusamehe, tusamehe, tumekuhuzunisha katika jina la Yesu. Baba, tusamehe kwa uchafu wa mawazo ya zinaa, mawazo ya uasherati, kwa matendo ya zinaa. Mungu, tumejificha kwa wanadamu, tumejificha kwa wazazi, tumejificha kwa wenzetu, lakini hatujajificha kwako. Naomba unisamehe kwa namna yoyote ambayo nimeingia kwenye tamaa mbaya, kwenye tamaa ya dunia, tamaa ya macho, tamaa ya zinaa. Mungu, uchafu wowote ambao nimeuruhusu kupitia macho, zitakuwa nyeupe kama theluji. Baba, umesema katika Matendo ya kwamba tukurudie, tutubu, turejee
tuziache dhambi zetu ili nyakati za kuburudika zije Bwana. Tunahitaji nyakati za kuburudika, tunahitaji nyakati za kukuona, nyakati za kutembea na wewe katika utakatifu. Rejesha nyakati za maburudiko kwa jina la Yesu. Asante kwa neno lako ambalo ni pumzi yako, ili neno likawe mbegu ndani yangu, ili neno likawe nyundo, likavunje vunje tabia mbaya, likavunje vunje na kung'oa kila pando usilolipanda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ili neno likawe nuru, likaniongoze hatua zangu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neno lako. Neno lako ni pumzi, neno lako ni wewe Yesu. Umbika ndani yetu, tunda la Roho liumbike ndani yetu, tabia njema ziumbike ndani yetu, mwenendo mwema uumbike ndani yetu, utakatifu uumbike ndani yetu. Tunakupenda Yesu. Asante kwa kutusaidia, maana umetupa Roho Mtakatifu atusaidie katika hizi hatua, katika umwito ambao umetuita tutembee katika utakatifu. Ni wewe utakayetusaidia, ni wewe utakayetushika mkono kwa Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa kunitumia kwa ajili ya hili neno katika jina kuu la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Mungu ni mwema, anapotuma neno ana sababu. Haleluya. Basi tutakuwa na